Suleiman Matola, coach ambaye tunakwenda kumtazama katika mchezo wake sasa hivi dhidi ya Azam. Kulikoni? Suleiman Matola, nilichozungumza ni kwamba sasa hivi yeye amekabidhiwa timu. Na tulivyocheza mechi 3 matokeo yalipatikana. Lakini nilipokuja swala kwamba yeye akiwa na kocha wa kigeni pamoja, timu haina matokeo. Timu haichezi. Yeye Matola kina kocha kigeni. Yeah. Timu haichezi vile inavyocheza wakati yeye amekabidhiwa timu. Yaani hapo mimi nakuaga na swala sana hilo. Na najiuliza sana, kwa nini iwe hivyo? Kuna tatizo gani? Kuna tatizo gani kwamba Matola wewe unapokabidhiwa timu, timu ina perform vizuri. Tena wanajituma. Lakini kocha akiwa anashirikiana na kocha wa kigeni, timu haiperform. Wewe unahisi kuna kitu gani? Sasa mimi kuna vitu ambavyo nahisi. Sasa katika kuhisi kwangu na maoni yangu kwamba kama Matola ni kocha msaidizi na kama mnataka viongozi wanataka kumkabidhi timu, wamkabidhi timu Matola peke yake. Awe kocha mkuu. Awe kocha mkuu. Asiwe tena msaidizi. Asiwe na msaidizi kutoka kocha wa kigeni, asiwe naye. Akabidhiwe timu, yeye amchague kocha wake msaidizi, awe kocha mkuu. Hilo linawezekana? Inawezekana, kwa nini siwezekane? Linawezekana. Mbona kocha msaidizi yupo mpaka leo? Leo makocha wakuu karibu 9 tumewafukuza. Yeye yuko pale pale amebaki. Yeye ana msaada gani kwetu? Si pengine labda anaijua timu vizuri. Kama angekuwa anaijua tungekuwa tunapata matokeo. Hao makocha wasingefukuzwa. Mwandishi, unajua unaponiambia kwamba kuna kitu, je, ana faida gani? Makocha wakuu wafukuzwe, wanafukuzwa. Timu haiperform vizuri. Yeye kwa nini anabaki pale? Hana msaada wowote. Lakini umeniambia mechi 3 mlizocheza na Matola zote mmeshinda. Ndio hiyo nimekuambia, narudia tena sawa. Sasa ndio msaada wenyewe. Sasa kama msaada mwenyewe wakati yeye yuko peke yake, kama kocha mkuu basi akabidhiwe timu. Yaani mimi kuna option mbili, tuchague kitu kimoja. Kwenye option mbili tuchague kitu kimoja. Matola abaki kama kocha mkuu, asiwepe kocha wa kigeni. Na kama mnamtaka kumleta kocha wa kigeni, Matola asepe, aondoke. Yaani asiwepo kabisa. Matola aondoke. Kama mnamtaka kumleta kocha wa kigeni, narudia na natilia mkazo hiyo, Matola aondoke. Umemchoga. Matola aondoke kwa sababu huyu kocha ambaye anakuja aje na msaidizi wake. Kutoka huko nje. Ndio hapo sisi tutajua tatizo pale liko wapi kwenye benchi. Je, Matola ana shida au makocha wa kigeni wana shida? Kwa sababu bila hivyo sisi tunakuwa tutajiuliza tu kila siku. Kwa nini makocha wakuu wanaondoka, huyu bado anakuwa anabaki kwenye timu? Na ndio hivyo nimeongea kwamba akibaki timu ina perform. Sasa hapo kuna maswali mengi yanatujia. Vipi kama unakumbuka wakati ambapo alikuwa Juma Ramadhani Mgunda pamoja na Suleiman Matola, uliyaona haya ambayo yanaendelea? Timu ilikuwa na perform, wakati mwingine matokeo ndio hivi ilikuwa 50-50. Ndio maana mimi nasema hivi kwamba yeye kama tumeamua kumpa timu kama kocha mkuu, yeye awe na msaidizi wake anayemtaka yeye. Alafu tuone kwamba je, anatuletea nini katika Simba. Sio timu ilete kocha. Kwa sababu leo mwandishi, leo yeye amebaki kocha msaidizi, miaka naenda rudi. Mbuzi wa kafara anakuwa kocha mkuu kila wakati. Pengine yeye ana shida. Pengine yeye ana shida, yeye ndo kirusi pengine. Sasa tujue kwamba ukweli uko wapi. Katika option hizo mbili tuchague kitu kimoja. Ndio rai yangu hiyo. Na tukigusia mkutano wenu ambao ulifanyika Jumapili uliahirishwa, wewe ni moja kati ya watu ambao walionekana kuongea kwa hisia sana kuhusiana na mkutano ule chini ya Murtaza Mangungu. Ndio, nilisikitika sana. Nilisikitika uhuni alichofanya Mangungu. Kiongozi mkubwa wa klabu kubwa, klabu ya 5 katika Afrika, unakuwa na kiongozi kama huyo. Ni aibu. Ni aibu kwa Simba na kwa taifa la Tanzania kwa ujumla. Simba ni klabu kubwa, mwandishi. Leo kitendo alichokifanya ni cha kihuni. Pengine kipi ambacho kilikukwaza? Yaani zaidi sana. Kilichonikwaza kwamba zilisomwa agenda ya kubadilisha katiba.
na mwanasheria. Iliposomwa ajenda hizo, baadaye yule bwana kuzimaliza akasema kwamba watu wajinyoshe, watu wajinyoshe. Sasa watu ambao tukajinyosha, naye kajinyosha, akala nyoya, naye kajinyosha, ndio alichokuwa nakitaka. Kwa hiyo kimenisikitisha sana, kwa sababu unajua kikatiba yeye ndo alitutisha mkutano, kutualika sisi wanachama tutoe hoja zetu, lakini cha kushangaza yeye katutoroka, katuacha hata hajatu, kwa sababu kwenye mkutano kitu chochote kinapojadiliwa kinarudi kwa wanachama, ndio wanaridhia au kutoridhia yale mabadiliko, lakini haikufanyika hivyo. Kwa hiyo ile mkutano, kama mimi mwanachama naliita mkutano batili. Mimi ule mkutano nauita mkutano batili kwa sababu imevunjwa bila ridhaa za wanachama. Hujafikia maridhiano. Ndio manake. Unatamani kuona mkutano urudiwe tena? Ndio. Tunataka sana mkutano urudiwe. Kwa sababu sisi wanachama tulikuwa na maoni yetu, tulikuwa na ajenda za kuongea, lakini alivyoona ule mkutano umempelea katoroka. Uchaguzi utafanyika mwezi wa 12. Mnatamani kumuona tena akiwa mmoja? Mwezi wa kwanza amepeleka Ndio, ni mwezi wa kwanza. Mnatamani kumuona Mangungu akiwa mmoja katika sehemu ya uongozi tena wa Simba kwa wakati mwingine? Dada, hata uoni aibu jamani? Dada, uoni aibu? Kwa kuniuliza swala hilo. Kuna wengine ina maana huna huruma na Simba hata. Wengine wanamtamani kumuona Mangungu akisalia kwenye uongozi. Kuna wengine wanasema sasa mimi nikupe kazi. Hebu niambie mmoja tu niletee hapo. Wengine wana majina ambao kwamba ni mashabiki. Hebu niletee moja hapo. Si wana Simba wapo? Hebu niletee moja ambaye namtamani kiongozi kama huyo. Kuna wengine ukitembea mtaani wanakuambia mbona Mangungu anatuongoza vizuri, wengine hawapendi tu labda kuongozwa kibabe. Sasa mimi nakupa kazi. Ukimpata wewe nitafute. Afu mimi nitamuuliza kwamba wewe umeona alichofanya nini katika klabu ya Simba. Dada, for 4 years hajasajili hata mwanachama moja. Hajasajili hata mwanachama moja. Ni wajibu wake. Hajaitisha mikutano hata moja ya wanachama. Anaitisha mkutano Gwambina na wachawa wake. Leo hajafanya uchaguzi ya matawi. Hajatembelea hata tawi moja. Mimi naongea facts, kama mimi napinga aje kwangu aniambie kwamba mimi nadanganya. Huyu sio kiongozi. Hafai kuwa kiongozi. Hamumtaki? Hatumtaki. Hatumtaki kwa kifupi. Bwana, mimi nashukuru sana. Asante.